Kuna hadithi ya mshikaji mmoja ambaye anafahamika kwa jina la Dushyant, na huyu mshikaji bana amekuwa ni mtu wa kupiga gambe kulikweli, na alikuwa ni mtu maarufu kulikweli, na huyu mshikaji amekuwa ni mwanamuziki maarufu sana mjini, na amekuwa akiwa mashuhuri kutokana na nyimbo zake nzuri na kupendwa kulikweli. Lakini nyuma ya kamera huyu mshikaji amekuwa na maisha magumu sana, na amekuwa na maumivu makali kutokana na maisha ya nyuma, na alikuwa ni mtu mwenye huzuni sana, na alikuwa anaumia kulikweli, na alikuwa anajipoza kwa kutumia gambe kulikweli, na alikuwa ni mtu wa kupiga gambe ile mbaya, huku akikumbuka na akijutia maisha ya nyuma ambayo alikuwa ameyapitia kulikweli. Na turudi nyuma miaka kadhaa, ambapo mshikaji huyu alikuwa ni mtoto mdogo na alikuwa anapenda muziki kulikweli, na mama yake akawa anamwombea dua kwa Mwenyezi Mungu kwamba ipo siku mtoto wake atakuja kuwa msanii mkubwa katika nchi ya India. Lakini kutokana na hali ya kimaisha kulikweli, ndoto zinageuka kuwa hazali nache kulikweli, na mshikaji kimtindo anajikatia tamaa kulikweli. Lakini kuna binti mmoja ambaye anafahamika kwa jina la Jaya. Binti akawa anamtia moyo sana mshikaji na kumwambia endelee kupambana kulikweli. Na huyu binti akaona haitoshi, akaenda kuongea na baba yake kutokana na kwamba wao walikuwa na maokoto ya kutosha. Baba akawa amekubali ombi na kumpeleka na kwenda kumsomesha kijana Dushyant katika shule ya muziki kulikweli. Na binti akawa amefurahi baada ya baba yake kukubali ombi lake, na baba yake na mama yake walikuwa wanapendana kulikweli, na alikuwa anaishi yeye pamoja na mama yake na baba yake pamoja na mdogo wake mmoja ambaye alikuwa anafahamika kwa jina la Shita, na alikuwa akimweleza mdogo wake ya kwamba moyo wake umezama kwa mshikaji ambaye anafahamika kwa jina la Dushyant, na kesho yake wakawa wameenda kwa ajili ya kuitembelea familia ya kina Dushyant, na binti yetu mdogo Jaya akawa amembebea kibodi kwa upendo na kwa mapenzi kabisa ambayo alikuwepo nayo binti yetu, na mshikaji akawa amefurahi kweli kweli, na akawa naye ameanza kumzimikia bidada, na huo ndo kawa mwanzo wa mapenzi yao kweli, na wakawa wanapendana kweli. Miaka inasonga mbele kweli, na sasa binti Jaya alikuwa ni mtu mzima kweli, na hapa alikuwa anawasiliana na mdogo wake ambaye alikuwa ameenda kwa ajili ya masomo ya chuo katika mji unaofuata kweli. Na siku zikawa zinasogea kweli, na penzi lake pamoja na mshikaji Dushyant ambaye naye alikuwa ameshakuwa mtu mzima sasa, na wakawa katika penzi zito kweli. Lakini kipindi hiki Dushyant akawa ameshaanza kujipata kweli kupitia muziki, na yote hiyo ni kutokana na msaada ambao alikuwa anapewa na binti Jaya kweli. Lakini Waswahili wanasema pata pesa tujue tabia yako, na kipindi hiki binti akawa anajaribu kumpigia mshikaji, lakini mshikaji akawa simu haokoti kweli, na binti akawa anaumia kimtindo kila akijaribu kumfikiria mshikaji, lakini kila akipiga simu mshikaji akawa haokoti. Lakini upande wa pili mshikaji akawa anakula bata na watoto wakali na watoto wazuri, na kipindi hiki mshikaji alikuwa kashajipata na akaanzisha marafiki wapya kweli, kama ilivyo kwa mtu ambaye anapata mafanikio. Kwa mshikaji wetu naye akawa anapapapalazi kama wote na machawa kama wote, na kusahau kabisa penzi ambalo alikuwa anapatiwa na binti Jaya na wema ambao alitendewa yeye, akawa anaendelea kula bata na wachumba wengine kweli. Na kwa sasa hivi mshikaji akawa amejipatia baba mkwe wake mmoja ambaye alikuwa ni Fogo mjini, na kutokana na kwamba alikuwa ni familia ya kitajiri, mshikaji akawa amekubali kumwoa binti wa huyu Fogo kweli, na kwa tamaa ya mali na pesa kweli. Lakini siku ya leo binti Jaya baada ya kuhangaika na kupeleleza kweli anafanikiwa kufika katika nyumba ya mshikaji wetu Dushyant. Lakini alipofika hapa mshikaji anamtolea mbavuni na kumwambia hakika nashukuru kwa kuweza kunifikisha hapa nilipofika, lakini kwa sasa mimi na wewe naona safari yetu ifike mwisho, na anampatia begi la pesa na kumkataa na kumwambia afanye mambo yake na aondoke katika nyumba yake kweli. Awe ni hatari. Na binti kiukweli akawa ameumia kweli, mtu ambaye alimthamini na kumpenda kwa upendo wake wote kweli. Leo hii anamkataa na anamuacha katika mikono ya binti mwingine kweli. Hili jambo likawa limemuumia
kilimuumiza kwelikweli. Wakati anarudi nyumbani akiwa na mawazo kwelikweli, akajikuta anapata bonge la ajali kwelikweli na kujikuta akipoteza maisha pale pale. Ni hatari. Na baada ya hilo tukio, mshikaji wetu Dushyant ambaye alifikiri pesa na mali pengine huenda vikampa furaha katika maisha yake, lakini anajikuta anambulia majonzi na maumivu kwelikweli, akikumbuka zile dharau ambazo alimuonyesha binti pamoja na mapenzi yao ya utotoni kwelikweli, pamoja na kipindi ambacho binti alikuwa anamjali na kumthamini na kumuonyesha upendo wa dhati kwelikweli, na mshikaji akawa ni mtu ambaye anaumia na kuwaza mengi ambayo binti alimfanyia kwa upendo, na kutambua ya kwamba binti Jaya ni mtu pekee ambaye alikuwa na upendo wa kweli katika maisha yake. Na hii inatufundisha hakika pesa, mali pamoja na majumba na magari havitoshi pekee kutupa furaha, na pia inatukumbusha ya kwamba tuendelee kuzingatia watu ambao wanatupenda kwa upendo wa kweli na upendo wa dhati kwelikweli. Share na mimi kupitia comment, niambie ni uliwalipa kitu gani watu ambao walikuthamini na kuonyesha upendo wa dhati kwelikweli katika maisha yako. Na huu ndo unakuwa mwisho wa movie yetu. Karibu like, comment pamoja na subscribe katika channel yangu ya Lil Love Recaps, na enjoy kazi za moto kama hii.